Na kushukuru na kusifu Mungu na yeketi mahali patakatifu, watu wako neno lako. Asante kwa kuwa umetupatia hii muda ya kuwa mbele zako. Tunainua jina lako, tuna matumaini ya kwamba kwa upande wetu na unaendelea kutusaidia na kutulinda. Zingine ukumbatie, utulinde kwa ufalme. Cha neno lako lipate kuingia, lipate kuzaa matunda ni kama watoto tunaoishi. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Juma iliyopita tulikuwa hapa na tulijifunza maneno ya Mungu. Last week we were here and listened to the word of God. Na tulijifunza neno linasema ahadi ya Mungu kwa jibu la maombi. And the word was the promise of God and the answer of prayers. Mungu anatuahidi ya kwamba tukiomba atajibu. God promised that when we pray, He will listen to us. Wakati unapoomba Mungu atajibu. When you pray, God will answer you. Lakini je, ni kila ombi Mungu anajibu? But the question is that, is it any prayer that God listen to or give answer? Sio kila maombi Mungu anajibu. It is not every prayer God give answer. Na leo tutasikia somo ambalo linasema ya kwamba maombi isiyojibiwa. Today we want to listen to the word which men say that the prayer which God doesn't answer. Kuna maombi yenyewe tunaweza kuomba na Mungu hatajibu. There is some prayers, some can pray and God will not answer it. Ni juu ya nini? Why? Na anasema ya kwamba tukiomba atajibu. And he said himself that when we pray, he will answer. Anasema katika kitabu cha Mathayo 7:7, in Matthew 7:7, anasema ya kwamba ombeni nani mtapewa. So that you pray and you will be received. Tafuteni nani mtapata. Search and you will find. Bisheni mlango nani mtafunguliwa. Knock and the door will be open. Lakini anasema hivi, but he says, anajibu maombi kweli. He answers prayers truly. Kama tukiomba maombi kwa njia iliyo safi. When we pray with a pure heart. Lakini kama tukiomba kwa njia ya mbaya, but when we pray with a bad heart, Mungu hajibu maombi yetu. God doesn't answer our prayer. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Naona watu wengi wanaanza silia. You can see people you are beginning to sleep. Try once again. Bwana asifiwe. Leo tutasikia hili somo linalosema maombi isiyojibiwa. They want to listen to the word we said, the prayer which doesn't be answered. Mungu anatuahidi kujibu maombi yetu. God promised to answer our prayers. Lakini ni kwetu sisi, but it is for us to sisi ambao tunaoomba. For us who pray, tunaomba tuko namna gani? How do we pray? Tunaomba kwa njia gani? In which way we are praying? Kwa sababu gani tunaomba? And why are we praying? Mungu anatuahidi kwamba tukiomba atajibu maombi. God told us that when we pray he will answer. Lakini sio maombi yote. But not every prayer. Leo tutajifunza vitu 7 ambao vinatuma Mungu hajibu maombi zimoja. Today we're going to listen to 7 things that will make God don't answer our prayers. Na kitu ya kwanza tunaenda kujifunza hapa. And the first thing we want to learn today. Inasema it says, Mungu hajibu maombi ya mwenye dhambi. God doesn't answer the prayer of sinners. Kama mtu yuko katika dhambi, if you are in sinner, kama unatenda dhambi, when you make sin, Mungu hawezi akajibu maombi yako. God cannot answer your prayer. Sababu maombi yako, because your prayers, Mungu hataki hata kuyasikia. Don't even want to listen to it. Kwa sababu wewe hauko mtu wake. Because you are not his children, you are not his child. Biblia inasema hivi, the Bible tells us, atendaye dhambi, the one who makes sin, ni wa shetani. He belongs to Satan. Na Mungu hawezi kujibia, and God cannot answer mtu wa shetani, the people of Satan. Kama unazitenda dhambi, when you make sin, Mungu hawezi akajibu maombi yako. God cannot answer your prayer.
Tunaenda soma katika kitabu cha We Isaya read in the book of Isaiah. 59 Isaiah 59 59, mstari wake wa kwanza, verse 1, tutaishia mstari wa pili. 1 to 2. Nayo inasema hivi, acha nisome kwa Kiswahili yangu hapa. Let me read in Swahili, I will read in English. Isaya inasema hivi, Isaiah said, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuwaokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. 2 inasema hivi, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msimuone, hata hataki kusikia. Amen. Amen. It says in English, indeed, the Lord's hand is not too short to save, and his ear is not too deaf to hear. But your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have made him hide his face from you. Amen. Amen. Biblia inasema kwamba mkono wa Mungu sio mfupi kwa kuokoa. The Bible says that the hand of God not short to save, na sikio lake sio nzito kwa kusikia, and his ear is not too deaf to hear you. Lakini maovu yetu, but your iniquities, ndio yametufarikisha na Mungu wetu. That is, God doesn't listen to our prayer. Na dhambi zetu, and our sins, zimeuficha uso wake, have made God usituone, so that he cannot see us. Hata hataki kusikia. He don't even want to hear from us. Kwa sababu ya dhambi, because of sin, Mungu wetu, dhambi zimeficha uso wake. Our sin made God to hide himself. Dhambi zetu zimetuma sisi hatusikie. Our sin made God to don't listen to our prayer. Lakini mkono wake, and his hand, sio mfupi, is not too short, na sikio lake, and his ear, sio nzito kwa kusikia. Lakini dhambi zetu, but our sin, ndizo zimeleta barriere, make a barriers. Dhambi zetu, our sin, ndio zimejenga ukuta. It makes a wall. Imejenga ukuta sisi kati yetu na Mungu. It makes a wall between kusudi us and Mungu asipate kutusikia. So that God cannot listen to us. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba, that is why the Bible tells us, ni sharti tuzikiri kwanza dhambi. We have to confess our sin. Na kuziacha dhambi. And to let it go. Ili Mungu apate kutusikia. So that God can listen to us. Kama muombaji, if a prayer, hajakiri dhambi zake, you don't confess your sin, hajaacha dhambi zake, don't let your sin go, Mungu hawezi akasikia maombi yake. Listen to your prayer. Kwa sababu hizo dhambi, because the sin, zimejenga ukuta. It build a barrier wewe katikati yako na Mungu, between you and God. Mungu hawezi akakusikia. So God cannot listen to hata you. Ukiomba namna gani, even if you pray how Mungu much, hatasikia. God cannot listen. Sababu dhambi, because the sin, zimeuficha uso wake. It hide the face of God. Tuende tusome Yohana. Let's read in John 9. John 9. 31 ama 31. John 9:31. 31. Jean 9:31 nasema hivi, tusome kwa Kiswahili iko hapa. Let's read in Swahili here, then I read in Swahili. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Amen. We know that God doesn't listen to sinners, but if anyone is God-fearing and does his will, he listens to him. Amen.
Bwana sifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba tunajua Mungu hawasikie wenye dhambi. The Bible tells us today that we know that God doesn't listen to Bali sinners. mtu akiwa mcha wa Mungu But when you are a righteousness na kufanya mapenzi ya Mungu, and do the will of God, Mungu husikia huyo. God listen to you. Mungu anamsikia mtu God listen to a person, mwenye kumucha, the one who is fear, mwenye kufanya mapenzi ya Mungu. who do his will. Kama haufanyi mapenzi ya If you Mungu, do the will of God, Mungu hawezi akasikia God will maombi not yako. listen to your prayer. Lakini Mungu anasikia maombi But God listen to the kama prayer wewe unafanya mapenzi ya Mungu. if you do his will. Hiyo ndio nukta ya kwanza tunajifunza, That is what you have learned ya kwamba first. Mungu That God hajibu maombi ya wenye dhambi. don't answer the prayer of sinners. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunaingia kupwe ya pili, We go to the second point. na pwe ya pili nasema hivi: The second point says Mungu hajibu maombi God doesn't answer prayer kama muombaji anakataa kusamehe wengine. if the one who pray don't forgive another person. Mungu hatasikia maombi yako God will not listen to your prayer kama unakataa kuwasamehe wengine. if you refuse to forgive others. Wengine walikukosea, Someone wronged you. Biblia inasema ya kwamba sameheni nyinyi kwa nini, The Bible says that forgive each other. na mtakaposamehana, And when you forgive each other, na Mungu aliye mbinguni naye atawasamehe. and the God of heaven will also forgive. Lakini kama hausamehe wengine, But if you don't forgive another Mungu person, hasikie maombi God yako. will not listen to your prayer. Yafaa kuwasamehe wengine. You have to forgive Tusome another one. kitabu cha Marko sura ya Let us 11 read in Marcos, makumi mbili na tano in Marcos 25, hadi makumi mbili na sita. Mark 25 verse 25. Mark 11 verse 25 to 26. Mark 11 verse 20. Marko 11 mstari wa makumi mbili na tano Mark 11 hadi makumi mbili na and sita. verse 25 to 26. It says, Hata tusome kwa Kiswahili kwanza. let's read in Swahili first. Tanipata kwa Kiingereza. Inasema hivi: nani kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nanyi makosa yenu. 26. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Amen. The Bible says in English says, and when if you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven will also forgive you your wrongdoing. But if you don't forgive him, neither will your Father in heaven forgive your wrongdoing. Amen. 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 Biblia inasema hivi: The Bible told us, tunaposimama tukisali, when we stand praying, tunapofanya maombi yetu, when you are praying, Biblia inasema the hivi: Bible told us, yafaa kwanza tusamehe. you have to Kama forgive. tulikuwa na neno juu ya mwingine, If someone wrongs you, kama tulikuwa na makosa juu ya if mwingine, someone has wronged you, kama tulikosana, if you have quarreled with Biblia each inasema ya other, kwamba tusamehane kwanza, for the first forgive each other, ili Baba yetu aliye so mbinguni that our Father in heaven, apate He kutusamehe. may also forgive us. Anasema lakini kama msipowasamehe But He wengine, said that if you don't forgive another, Baba yenu aliye mbinguni your God, your Father in heaven, hata wasamehe. will not even forgive you.
Mungu hasikie maombi ya mtu mwenye hasamehe wengine. God don't listen to the prayer for a person who don't forgive another person. Yafaa kusamehe wengine, You have to forgive another, ndio Mungu naye apate kusamehe. so God will forgive you too. Mungu atakapokusamehe, When God will forgive you, atayasikiliza maombi He yako will listen to your prayer na atajibu maombi yako. and He will answer your prayer. Lakini ukigangania wengine kwa roho, kwa moyo, But if you put someone in your heart na kusema ya kwamba sitasamehe, and you say that I will not forgive her or him, Biblia inasema ya kwamba Baba aliye mbinguni naye hata the kusamehe. Bible tells us that the Father in heaven will not also you to forgive you. Yafaa kusamehe wengine. You have to forgive another. Tunafika kwa pointi yetu ya tatu, Third point. nayo nasema hivi: It says, Mungu hajibu kama ukiomba kwa tamaa mbaya. God doesn't listen to you, doesn't answer you if you have a bad desire, Ama kuomba kwa faida ya kujiweka juu na kudharau wengine. or if you are praying for something for you to be lifted up. Kuna wengine wanaomba, Then the other person they are praying, wanapenda wawe juu ya wengine, they just want to be up to another, wawadharau wengine, so that they can despise others, wawafunyange so wengine. they can stand upon others. Ukiwa na hiyo tamaa, When you have that bad desire, Mungu haweza kajibu God maombi yako. cannot listen to your prayer. Maombi sio kufunyanga wengine. They pray not to put others down. Mungu hakupe baraka za kudharau wengine. God doesn't give you blessing to despise others. Mungu hakupatie hakubariki kusudi wewe ukue juu ufunyange wengine. God doesn't bless you so that you can stem to others. Tamaa mbaya, Bad desire. maombi ya tamaa mbaya Mungu hayajibu. The prayer of someone who have a bad desire doesn't listen to. Tusome kitabu ya Yakobo, Let's read the book of James. Yakobo sura yake ya 4 James 4. na mstari wa 3. James 4 and verse 3. James 1. James 4 and verse 3. Tusome kwa Kiswahili hapa. Let's read in Swahili first. Inasema hivi: It says, hata muomba wala hamupati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili muvitumie kwa tamaa zenu. Amen. Amen. Let us read in the name of Jesus. You ask and don't receive, because you ask wrongly, so that you may spend it on your desires of pleasure. Amen. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Inasema ya kwamba tunaomba Say that when we pray na hatupati na hatujibiwi. and you don't be answered, Biblia inasema kwa sababu tunaomba vibaya. because we are praying wrongly. Tunaomba kwa tamaa zetu, We are praying for our own desires, kwa kutimiza tamaa zetu so za that mbaya. we can fulfill our bad desire. Mungu haweza kajibu wakati tuko tuko na tamaa za mbaya. God cannot answer when you have a bad desire. Kama tuna tamaa za mbaya, When you have a bad desire, Mungu hawezi akajibu maombi yetu. God will not listen to your prayer. Mungu anajibu maombi He only answer kama ukiomba kwa moyo safi, when you pray with the pure heart. kwa moyo safi. With the pure heart, Hiyo ndio maombi yenye Mungu that anajibu. is the prayer what God Lakini listens to. maombi ya tamaa mbaya But the prayer of the bad desire, Mungu hayajibu. God don't listen to it. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Tunaenda kwa nukta yetu ya 4. We go to the fourth point. Mungu anasema hivi: The Lord says, Mungu hajibu maombi kama tusivyokaa vizuri na wake zetu. the Bible tells us God doesn't listen to our prayer when you don't stay good with our wives. Bwana sifiwe. Praise the Lord.
Kama haukae vizuri na mume wako, if you don't stay with your spouse, ama haukae vizuri na mke wako, when you don't stay good with your wife or your Mungu husband, hajibu maombi yako. don't listen to your prayer. Yafaa tukae vizuri na wake You zetu. have to stay good with your wife or your Yafaa husband. tukae vizuri na waume zetu, We have to stay good with our husband, ili Mungu so that God ajibu maombi may yetu. listen to our prayer. Naona kama mnafurahia hapa. Kabisa. Hapa ni pazuri kabisa. Asante sana kama mnafurahi. It is good when if you are happy about that. Kama tusipokaa vizuri na wake zetu, Don't stay good with your husband ama tusipokaa vizuri na waume or zetu, your wife. Mungu hajibu maombi yetu. God cannot listen to prayer. Twende tusome kitabu ya Petro. Let us read in the book of Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 7. First Peter. Petro wa kwanza First Peter sura 3 3 mstari wa 7. and verse 7. Tusikie nasema nini? Because listen that what Inasema hivi: it says. kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili, na kumupa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuilike. Amen. Bwana asifiwe. Amen. It says here in English, it says, husbands, in the same way, live with your wife with understanding of their weaker nature, yet showing them honor as prayers of the grace of life, so that your prayer will not be hidden. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Iya ile nasema For says, kama hatukae vizuri na wake if you zetu, don't stay good with your wife, kama hatukae vizuri na waume when you don't zetu, stay with your husband, God, Mungu hajibu maombi God yetu. will not listen to your prayer. Mungu anajibu maombi yetu God will listen to your kama prayer. tunakaa vizuri na waume zetu ama wake zetu. When you stay good with your husband or your wife. Petro anasema kadhalika ninyi He waume, says as husbands, kaeni na wake zenu kwa akili, stay wisely with your understanding na your wife, kumupa mke heshima and give her honor kama chombo kisicho na nguvu, as the weaker natural na wife, kama vile warithi wa neema ya uzima, and as the heir of the grace of kusudi kuomba so kwenu that your prayers usizuilike. will not be hidden. Kama hatumpatie bwana wako heshima, If you don't respect your husband, kama haumupe mke wako if you don't heshima, respect your wife, unamdharau, you are despised her or unamweka him. chini, You put her down or him down. Mungu hajibu maombi God yako. will not listen to your prayers. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anajibu maombi yako God listen to your prayer wakati unakaa vizuri katika when couple you yenu. stay good in your couple. Na kama hamkae vizuri, And when you are not maombi mtakuwa mnaomba all the prayer you are praying, na Mungu hatawasikia. God will not answer you. Mungu atawasikia God will listen to you kama mnakaa vizuri. when you stay good. Bwana asifiwe. Pray. Amen. Amen. Najua mnifurahia hii na wacha mtakaa vizuri na wake zenu. I think because you are happy about this, and I think you're going to stay good in your Tulikuwa couple. na swali lakini tutauliza baadaye. Okay. Kuna maswali? Tulikuwa na swali. Asante. Tungali kwanza acha tufundishe kwanza tutafuta maswali nyuma. Ndio. Just wait to you ask best. Tuko na nukta 7, tunataja kwa ya 4, kuna bakia kama 2 tumalize. We just remain with two. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema hivi, The Bible says maombi ya bila imani Mungu hayajibu. the prayer without faith, God will not listen to it. Kuomba na mashaka When you pray and you are doubting, hao usiokuwa na ujasiri mbele za Mungu, if you are not you are not sure with your prayer or with your God,
Hiyo maombi Mungu hayajibu. That prayer God cannot answer. Yafaa wakati tuko tunaomba It means when we are praying, tuwe na imani we have to have faith na tusikuwe na mashaka. and don't have doubt in Kama tuna mashaka, when you have doubt, Mungu hatajibu maombi yetu. God will not listen or answer your prayer. Mungu anajibu maombi God answer prayers ya imani. of faith. Kristo alikuwa anawaambia watu, Jesus said, imani yako imekuponya. your faith make you well. Yesu hakusema nguvu zangu zimekuponya, Just doesn't say that my power make you heal. lakini alisema imani yako But he said that your faith, imekuponya. it make you be. Kama hatuna imani kwa maombi When you yetu, don't have faith in your prayers, Mungu hawezi God akatujibu. cannot listen to you. Tusome Yakobo, Let us read in James, Yakobo 1 James 1, mstari wake wa 6 tutaishia 7. James 1 and verse 6 to 7. It says, Tusome Mkiswahili. let us read in Swahili. Inasema hivi: It says, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huko na huko. 7. Maana mtu kama yule asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Amen. please don't take care of your child. Peleka mtoto kwanza. Bwana sifiwe. Amen. Soma Kiingereza. Let's read in English here. It says in verse 6, let us read in the name of Jesus. But let him ask in faith, without doubting. For the doubter is like a sowing seed, driving and tossed by the wind. That person should not accept to receive anything from the Lord. Amen. 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 Biblia inasema kwamba tuombe na imani The Bible tells us that to pray with faith, pasipo shaka yoyote. without doubting. Maana kama tukiomba na shaka, Because when we pray and we are doubting, tuko kama ile wimbi, kama mpepeo it is like a wind inaopeperusha kitu huko na huko. that with things from here to there. Na Biblia inasema And the Bible tells us, mtu kama huyo the person like that asizani ya kuwa atapokea kitu kwa should Mungu. not accept that he will receive anything from God. Kama hauna imani, If you don't have faith, wewe unapeperuka tu, you are just like a wind. hausimame. You don't stand. Lakini ukiwa na imani But when you have faith, na unasimama, unasema Mungu wangu atafanya. and then you say that my God will do it. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo unayoyatarajia. Faith, it is to be sure, to have assurance to the thing which you are going to Kuwa na uhakika wa mambo ambao unatarajia. have assurance that Kuwa the na thing I'm going to receive. Kuwa na uhakika wa maombi yako, To be sure with your prayers. ya kwamba ninachokiomba kwa So Mungu, that this thing which I'm praying for, Mungu atajibu God will give me. na Mungu atakujibia. Surely He will answer you. Lakini Mungu anasema hivi, But the Bible kama tells us, ukiomba na if mashaka, you pray with doubt, unadute, you are doubting, Mungu hawezi God akajibu will not maombi yako. listen or answer your prayer. Twende tusome Mathayo, That's read in Mathayo 21 Matthew 21 mstari wa 22. and verse 22. Matthew 21 and verse 22. Acha msome kwa Kiswahili kwanza. Inasema hivi: na yoyote mtakayoyaomba katika sala, mkiamini mtapokea. Yeah. 21:22 it says, Jesus answered them. Yeah. 22. And if you believe, you will receive whatever you ask for in your prayer. Amen. Amen. Yoyote mnayoyaomba katika maombi yenu, Anything you are praying, mkiamini when you believe, mtapokea. you will receive.
Kama msipoamini If you don't believe, hamtapokea. you will not receive. Yafaa kuwa na imani You have to have this, ya kwamba yoyote ninayoyaomba kwa Mungu, that whatever I pray for, Mungu atanipa. God will answer me. Mungu ni mwaminifu. God is faithful. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Tunaingia kwa nukta ya 6 na kunabakia ya 7 kisha tunamaliza. Let us enter to point 6. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Mungu hajibu maombi kama hatukae ndani ya Yesu Kristo na neno lake likae ndani yetu. Since it says God doesn't answer our prayer if you don't stay in Jesus and the word of God don't stay in us. Yesu anasema kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu. You say that stay or remain in me and I will remain in you. Tuende tusome kitabu ya Yohana 15 Let mstari wa us 7. read in John 15 says and verse 7. John 15 verse 7. Tusome kwa Kiswahili hapa. Let's read in Swahili first. Yohana 15 mstari wa 7. John 15 and verse 7. Naye anasema hivi: It says, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ikikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Amen. Amen. It says, it is in the name of Jesus. John 15 and verse 7. If you remain in me, and my word remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you. Amen. 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 Yesu anasema ya kwamba ninyi mkikaa ndani yangu If you remain in me, na maneno yangu ikikaa ndani and yenu, my word remains in you, ombeni lolote mtakalo, ask whatever you want, nanyi mtatendewa. and then you will be. Mungu ni mwaminifu sana. God is faithful. Anatuahidia kujibu maombi yetu. He promised us to answer our prayer. Ila tuwe kabisa sawasawa, tutembee sawasawa na neno lake. But we have to stay or to remain in Him. Tutembee sawasawa na maagizo yake. To stay and go with and stand. Anasema kama lile neno linakaa ndani yetu, Say that when His word remain in us na tunakaa ndani yake, and we remain in Him, tuombe kila kitu tutakalotaka, then ask whatever you want, nasi tutatendewa. and it will be done for you. Lakini condition kwa hapa, kama neno lake linakaa But one ndani yetu. condition is there, that when His word remains in us, Kama neno lake halikai ndani yetu, if His word doesn't remain in us, tuko pembeni ya neno la Mungu, we are behind the word of God. tunatembea pembeni ya neno la We Mungu, are walking behind the word of God. Mungu hawezi akajibu maombi yetu. God will not listen to our prayer. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Tunafika kwa nukta ya mwisho na kwenye tutaishia. Then let us go to the seventh point and then we stop there. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Mungu hajibu kama tunaomba bila kutii neno la Mungu. God don't answer if we don't obey His word. Kama hatutii neno la Mungu. When we don't obey the word of God, Tusome kitabu cha Samueli. let's read in the book of Samuel. Samueli wa kwanza mstari wa 15 mstari wa 22. First Samuel 15 and verse 22. Tusome kwa Kiswahili kwanza. Let's read in Swahili first. Biblia inasema hivi. It says, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Amen. Amen. It says in English, let us read in Jesus. First Samuel 15 and 22. Then Samuel said, does the Lord take pleasure in burning offerings and sacrifice as much as obey the Lord? Look,
To obey is better than sacrifice. To pay attention, it is better than the fat of rams. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hii ni historia kubwa katika Biblia. This is the big history in Bible. Inasema tu ya kutii. It says about obey. Hapa kulikuwa mtu mmoja aliitwa Sauli. The one person called Saul, ambaye Mungu alimtuma fasi fulani afanye venye Mungu alimwagiza. The person God sent him and he gave him some instruction. Lakini hakutii Mungu. But he didn't obey God. Ndio hapa nabii Samuel anamwambia. Then the prophet Samuel told him ya kwamba Bwana hazipendi sadaka za kuteketezwa. That God doesn't pleasure with the offerings. Na dhabihu sawasawa na kutii sauti yake. Than to obey and to listen to his voice. Bwana anapendelea sana mtu kama anatii sauti yake. God like when a person obey and hear his voice. Hata ukimtolea vitu vya namna gani, even do you offer him anything, lakini hautii neno lake, but you don't obey his word, Mungu hafurahishwi. God is not pleased with that. Wanasema kwamba angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. To obey is better than offerings. Na kusikia kuliko mafuta ya beruberu. And to pay attention is better than the fat of rams. Kama mtu anatii neno la Mungu, when you obey the word of God, Mungu anasikia maombi yako. God answer your prayers. Tusome kitabu cha mwisho, labda tutaishia hapa. Let's read the last book. Yakobo 4 James mstari wa 7 tutaishia 8. James 7 and verse 8. Hata tusome kwa Kiswahili. James 4 and verse 7 mpaka 8 to 8. Inasema hivi. He says, basi mtiini Mungu, pingeni shetani, naye atawakimbia. Karibieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Amen. In the English, in James 4 and verse 7, it says, therefore submit to God, but resist to the devil, and he will fly or to fear from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, sinners, and purify your hearts. You double-minded people. Amen. 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 Biblia inasema basi mtiini Mungu. Bible says that submit to God, mumupinge huyo shetani, and resist to the devil. Na Biblia inasema kwamba naye atakimbia mbali nani? He will run away from you. Bali karibieni Mungu, But draw near to God, naye Mungu atawakaribia and ninyi. God will draw near to you. Tunapokaribia Mungu katika maombi, When you come near to God in na prayer, tunashika neno la Mungu, and obey his word, Mungu naye atatukaribia. then God, he will Anatuahidia ya kwamba atatukaribia. He promised that he will draw near to us. Anatuahidia ya kwamba atatujibu. He promised that he will answer our prayers. Anatuahidia ya kwamba atatubariki. He promised that he will bless us. Lakini kitu kimoja But one thing, ni kutembea sawa sawa na maagizo yake. to do the will of God. Kama hautembei sawa sawa na maagizo When yake, you are away from the will of Mungu God, hatajibu maombi God yake. will not listen to your prayer. Ni mambo 7 ambayo tunataja hapa. It is 7 things which we have Kama hiyo mentioned mambo here. 7 unayatii, If you obey to this 7 points, unatembea katika hiyo and mambo, you walk according to omba it, Mungu lolote then utakalo, pray whatever you want, na Mungu atajibu God maombi will yako. answer you. Mungu awabariki. Let Amen. God bless you. Amen. Ngo mlisema mna ulizo, sasa tunachunga ulizo kwa papa Maulidi. Just one question, then Somewhere